Mheshimiwa Waziri na mjumbe wa kamati kuu, ndugu yangu Dr. Mwigulu Nchemba, mkuu wa mkoa, kwa sababu ya muda mniruhusu kusema itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nami nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo makuu ambayo imetutendea. Moja, kutupa uhai, lakini la pili, kutupa waziri mkuu ambaye ni mchapakazi, ambaye ni wewe mwenyewe. Lakini la pili, utupelekee salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa kutuletea manaibu waziri wawili katika mkoa wetu wa Songwe. Naibu waziri wa ujenzi ndugu yangu Engineer Godfrey Kasekenya, mbunge wa jimbo la Ileje, pamoja na ndugu yangu David Silinde, naibu waziri wa kilimo, mbunge wa jimbo Tunduma. Tupelekee salamu za asante sana kwa kutupa mawaziri hawa. Lakini la pili, kushukuru wewe kwa kuaminiwa kuwa waziri ambaye katika kipindi hiki nadhani utaendana na kasi, kwa sababu wananchi wamefika mahali wanataka kasi ya utekelezaji wa miradi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa yamezungumzwa mengi sana, lakini mimi kama mwenyekiti wa chama na mimi nipigie mstari. Sisi tulipopita kwenye kampeni za kulani au kuinadi ilani Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Songwe, masuala mengi yalikuwa ujenzi wa barabara kubwa 3. Moja ni hiyo ya Tanzam, hasa katika mji wa Tunduma. Wabunge waliopita wameelezea vizuri sana. Lakini la pili ilikuwa ni barabara ya Mlo Kamsamba, wameelezea vizuri sana. Ya tatu ilikuwa na barabara ya ndugu yangu Mlugo ya kutoka Mbalizi mpaka Mkwajuni Makongolosi na kuunganisha na sehemu zingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nidokeze mambo machache sana. Tulipopita kwenye kampeni, sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao tulikuwa tunaomba ridhaa, tuliulizwa maswali mengi sana ya wananchi wadogo na yanayowagusa wananchi madogo, ambayo haya mwenyekiti wa mkoa anaweza ama anayajua au hayajui, mkuu wa wilaya anaweza akawa anayajua au hayajui, lakini kwenye kampeni watu wanasema chochote kile ambacho kinawakera. Lakini moja katika sekta ya afya, tunakiri kama chama, zahanati, vituo vya afya mpaka hospitali ya mkoa imejengwa vizuri sana, tunapongeza rais. Lakini katika zahanati na hospitali hizo vifaa tiba vimeletwa vya kisasa kweli. Na watumishi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikiri kabisa, watumishi wameletwa wa kutosha. Tatizo lipo kwa baadhi ya watumishi katika utendaji wao wa kazi. Akina mama zetu hapo wanapokwenda kujifungua, lugha zinazotumika sio za eskisi ya kiganga. Baadhi yao kwa kweli zinawakera wanawake wetu au wake zetu wanapojifungua. Lakini katika hiyo pia hata baadhi ya watumishi wa sekta ya afya wamekuwa wakidai malipo ambayo si maagizo ya serikali, kwa sababu sekta ya serikali inasema hivi: mama na mwana mjamzito ajifungue bila gharama yeyote. Lakini baadhi ya watendaji wa sekta hiyo wamekuwa wakitoza fedha, ni wachache sana. Hawa tunaamini kama Chama cha Mapinduzi wakikemewa au kuondolewa, tunaamini wananchi wanyonge wanakwenda kukipenda Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipopita pia katika kampeni, vijana ambao ni asilimia takriban 30 walituuliza maswali mengi juu ya mikopo, hawatendewi haki. Baadhi ya watendaji wachache sana katika serikali, wachache sana, wamekuwa wametumia mwanya huu kuwanyonya au kutowafikishia walengwa wanaokusudia kupata mikopo hiyo. Moja, kwa kutengeneza masharti au vigezo vigumu ambazo mwananchi wa kijijini, kijana wa kijijini aliyomaliza darasa la 7 au form 4 hawezi kutimiza vigezo hivyo. Hivyo fedha zimekuwa zikirudi katika halmashauri, na fedha hizo zimekuwa zikiundiwa vikundi hewa na hazirudi. Ili tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama litarekebishwa, serikali yake inakwenda kuleta utulivu katika kipindi hiki cha miaka 5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya afya
wamezungumza ukweli. Katika mji wa Mlowo, Vwawa na mji wa Tunduma tuna hali si ya kuridhisha sana katika upatikanaji wa maji. Tunadhani mradi huu umeelezewa vizuri sana, ukienda kutekelezwa unaenda kumaliza tatizo hili. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri, sitapata nafasi nyingine na uende usipate ziara hii. Katika mkoa wetu zipo wilaya ambazo zina hali mbaya kweli kweli. Moja ni wilaya ya Momba, jimbo la Momba. Hali kule sio nzuri. Vipo visima vilichimbwa na vingine vimechumbwa, lakini nafika wakati havitoi maji, ama kwa sababu water table iko chini sana, au makosa yalifanyika wakati wa kuchumba vile visima. Hivi tungeomba wakati mwingine kama ingeweza karudiwa, walau kwa udharura huu, kwa kipindi hiki, wakati watafuta jawabu kubwa, vikachimbwa tena ili wananchi wa wilaya zile waweze kupata maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipopata ipo swala la uhifadhi wa misitu. Swala kuhifadhi misitu au ardhi ni swala la kitaifa, na usipoweza kufanya hivyo tunakwenda kutengeneza dangwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipopita katika mkoa huu wakati wa kampeni, baadhi ya kina mama wanaokwenda kusenya kuni milimani wamekuwa hawatendewe haki, na baadhi ya watumishi wa sekta TFS wengi wamekuwa kiokotwa kuni kidogo na kama mzigo kidogo tu, tena zilizokauka. Wengine wamekuwa kinyanyasika na kunyang'anya kuni au kupigwa kabisa, na hawa ni Watanzania, wengi hawana gesi. Tunaomba pengine busara kwa hawa watumishi waangalie hata hali za mama zetu ambao tisi umetoa kijijini. Baada ya kusema hayo, nirudie kukaribisha sana katika mkoa wa Songwe. Na mkoa wa Songwe kwa kweli sisi ni mkoa wa kinda, unahitaji kwa kweli viongozi kama nyewe, mkija mara kwa mara tunapata nafuu, na tunaamini tutarudi tena ili ujione hayo utakayotolea maagizo hapa kama tumetekeleza. Baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana. Karibu mkoa wa Songwe.